Naam, karibu tena mtazamaji. Mchakato wa kulinganisha chembechembe za DNA za wazazi kwa utambuzi wa miili ya wanafunzi 16 walioaga dunia kwenye mkasa wa moto katika shule ya wasichana utumishi umeanza leo hii. Kufikia sasa wanafunzi 29 bado wanazuiliwa na kuhojiwa shuleni humo, 8 kati yao wakidaiwa kushiriki katika uteketezaji wa bweni la shule hiyo. Hata hivyo, wazazi wa wanafunzi hao pamoja na wale walioaga dunia hapo awali walizua rabsha baada ya kuzuiliwa nje ya shule hiyo na kunyimwa nafasi ya kujua hali ya watoto wao. Ken Geshuhi anaarifu zaidi. Siku moja baada ya mkasa wa moto katika bweni la shule ya wasichana ya utumishi mjini Gilgil, zoezi la kulinganisha chembechembe za DNA za wazazi na miili ya wanafunzi walioaga kwenye mkasa huo limeanza ili kutambua miili ambayo iliteketea kiasi cha kutotambulikana. Jina la mtoto wangu lilikuwa pale na tunangojea tu wadhibitishe kwamba kweli ni yeye, lakini matokeo tunashajua tu na tushawakubali. Makumi ya wazazi waliwasili kwenye shule hiyo, baadhi wakiwa bila ufahamu wa iwapo watoto wao walikuwa miongoni mwa walioaga dunia au 29 waliokuwa wakihojiwa kwa madai ya kuteketeza bweni. One group ni ya wale watoto wao wamezuiliwa hapa so that they can assist in investigation. The second group ni wale already wanajua watoto wao wamewaacha. Kikundi cha tatu ni wale hawajui mahali watoto wao wako. Hadi saa hizi sijajua kwenye sister yangu ako, na tumekuja hapa kwa shule na wamekataa tuingie. Sasa kwa saa hizi sijui sister yangu kama ako uhai ama yuko uhai. Baada ya kusubiri kwa saa kadhaa bila taarifa yoyote, wazazi hao walizua vurugu na kutishia kuingia ndani ya shule hiyo kwa lazima, ikibainika kuwa baadhi ya walionusurika walikuwa na mavazi ya kulala pekee. Kufuatia tetesi zao, wazazi hao waliruhusiwa kuingia shuleni humo na baadaye kuondoka huku upelelezi ukiendelea. Lazima tuelekee kwa Mwenyezi Mungu. Wakati wazazi wako nyumbani waongeleshe mambo ya Mungu ndani ya nyumba kabla mtoto hajaenda shule. Sio ati unalipa karo, unapeana pocket money na mahitaji ya mtoto bila kuongeza maneno ya Mungu. Huku shughuli ya kutambua miili ya wanafunzi 16 walioaga kwenye mkasa huu ikiendelea, maswali yaliyosalia kwenye kinywa cha wazazi ni iwapo waliohusika watajukumishwa kisheria. Nikiripotia runinga ya KTN kutoka Gilgil, kaunti ya Nakuru, mimi ni Ken Geshuhi.